Mkurugenzi msaidizi wa huduma za kinywa na meno kutoka Wizara ya Afya, Dr. Baraka Nzobo, ameeleza kuwa 76.5% ya Watanzania watu wazima wanakabiliwa na changamoto ya kuoza meno, huku 31% ni watoto, ambapo sababu kubwa ikitajwa kuwa ni matumizi ya dawa za meno za watoto. Amesema hayo leo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza katika uzinduzi wa maonesho ya kimataifa ya vifaa tiba na huduma za afya ya kinywa na meno Tanzania yanayoratibiwa na Tanzania Dental Expo TDE. Changamoto ya kuoza meno ndani ya nchi hii ni kubwa nafikiri kuliko magonjwa ya aina yoyote. Kwa takwimu ambazo sisi Wizara ya Afya tunazo, tulifanya huo utafiti, tumekuwa tukizungumza mara kwa mara, 76.5% ya Watanzania watu wazima wameoza meno. Sijui kuna ugonjwa gani ambao una asilimia zaidi ya 76 ndani ya nchi hii. Kwa changamoto ya kuoza meno imekuwa ni kubwa, lakini kwa watoto wetu wao changamoto yao ni 31%. Sasa ukiangalia sisi watu wazima ndio tunashambuliwa sana na changamoto ya kuoza meno, lakini watoto pamoja na kwamba wanashambuliwa, ila angalau wao kiwango chao ni kidogo, japo 31 ni kubwa, lakini angalau ni ndogo kulinganisha na 76. Lakini hii inatokana na sababu nyingi, na moja ya sababu mojawapo ni matumizi ya dawa za meno katika kupigia mswaki meno yetu. Watu wazima, hii nalirudia tena, bado watu wazima ndani ya nchi hii tunatumia dawa za meno za watoto, ila watoto wanatumia dawa za meno za watoto. Kwa Shirika la Afya Ulimwenguni, kiwango kilichopitishwa, mtoto mwenye miaka 0 mpaka 5 anatakiwa kutumia dawa ya meno yenye kiwango cha fluoride cha 1000. Kwa ukinunua dawa ya meno kama imeandikwa 1000 ppm kiwango cha fluoride, maana hiyo dawa anatakiwa kutumia mtoto mwenye miaka 0 mpaka miaka 5. Kwa meno yake yale ya utoto yatalindwa, na ndio maana kuna changamoto ya kuoza meno kwa watoto imekuwa chini kidogo. Sasa sisi watu wazima, haya meno yetu sasa, meno ya ukubwa tunaita permanent teeth, kwa mtu yoyote ambaye ameanza kuotesha meno ya utu uzima kuanzia miaka 6 ppaka 100 na kuendelea, kiwango chetu ambacho kinatakiwa kuwepo kwenye dawa za meno ni 1450 mpaka 1500 ppm ya fluoride. Ukitumia kiwango hicho, una uhakika kwamba ukipiga meno changamoto ya kuoza meno itaondoka. Kwa hiyo mpaka hapo tunaona kwamba asilimia kubwa bado watu wazima wanatumia dawa za meno za watoto. Maonyesho haya yatakwenda kusaidia kupunguza rufaa za wagonjwa kwenda nje ya nchi. Kwenye eneo la kinywa na meno kuna upasuaji mkubwa sana wa mataya. Kuna watu wanakuwa na saratani za kinywa, taya limeharibika, lile taya linatakiwa liondolewe. Lakini likiondolewa, hatuwezi tukamwacha mtu bila taya. Taya linatakiwa lipandikizwe. Tunasema reconstructive jaw surgery. Madaktari bingwa wa upasuaji wa kinywa na meno maxillofacial uzuri wapo kwenye kikao hiki. Sasa changamoto kubwa, kuna baadhi ya vifaa vinakosekana ndani ya nchi yetu, hivyo kupelekea kwamba madaktari bingwa tunao, lakini vile vifaa vinakosekana. Kwa hiyo serikali inaingia gharama kubwa sana ya kutoa rufaa kwa wagonjwa kwenda kutibiwa nje ya nchi kwa gharama kubwa. Lakini sasa kupitia maonyesho haya, uwezekano ni mkubwa vile vifaa vikaweza kupatikana ndani ya nchi yetu na kupunguza gharama kubwa sana za kupeleka wagonjwa nje. Ile gharama ya kupeleka mgonjwa mmoja ikasaidia kutibu hata wagonjwa 10 ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunakwenda kupunguza magonjwa, tunakwenda kupunguza ugonjwa wa kuoza kwa meno. Amezungumza hapa, ametoa takwimu zaidi ya 76.5 ya watu wazima na watoto 31.8 wana ugonjwa wa kuoza meno. Maana yake kitendo hiki kinachokwenda kufanyika kinatufundisha tuhakikishe tunakwenda kupunguza hizi takwimu. Hauwezi kujisikia fahari, Mheshimiwa Rais amejenga vituo vya afya, vifaa tiba vinaongezeka, lakini hawa wagonjwa wa kuoza kwa meno wanafanyaje? Wanaongezeka. Mwisho utachekwa. Kwa maana tunatazamia huduma hizi za afya zinapoboreka, maana yake na magonjwa haya yanafanyaje? Rate inapungua. Lakini wamesema hapa
kuoza kwa maumivu ya fizi yanaenda kupungua kutoka kwa watu wazima 62% na watoto 57%. Ndio dhamira. Na mimi kwa niaba ya mkuu wa mkoa niwahakikishie tutaendelea kushirikiana kwa dhati kuhakikisha kwamba kuelekea tarehe 28 na tarehe 30 Mei, sisi kama serikali ya mkoa wa Dar es Salaam tunashirikiana na ninyi, kwa sababu hili jambo mnalolifanya sio la watoto wenu tu. Hili jambo mnalolifanya ni kwa niaba ya Watanzania walio wengi. Hivyo tunawashukuru sana.